Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, hamjambo? Natumai mzima ubuheri wa afya na mipenye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi na katika muendelezo wa matukio katika taifa la Tanzania. Hatimaye rais wa sasa katika taifa la Tanzania, Samia Suluhu Hassan, amefikishwa katika mahakama ya ICC ghafla. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Kulingana na habari zile ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari, zinasema ya kwamba mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yaitaka ICC kuichunguza serikali ya Tanzania. Kabla nizame kwa undani, na shukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi kwa heshima na taadhima. Unapoendelea kutazama hii kana, tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda. Bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Ikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kubalishiwa na kuandikiwa subscribe. Tutakaandika kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu Mokenya TV, maana tunapoweka kanda utakuwa unapokea notification ya kufahamisha kwamba Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Sambaza hii kanda, ukimaliza kutazama sambazia wengine kwa mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Sasa rasmi kwamba Rais Samia Suluhu Hassan amefikishwa katika mahakama ya ICC baada ya kesi kuwasilishwa ili kufunguliwa dhidi yake. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Kulingana na gazeti la PPC Swahili, limeweza kuchapisha yale ambayo naomba tuweze kuyasoma pamoja. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yaitaka ICC kuichunguza serikali ya Tanzania. Muungano wa kimataifa wa wanasheria na makundi ya haki za binadamu umeiomba rasmi mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kumchunguza rais wa Tanzania na serikali yake kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu unaodaiwa kufanywa wakati wa uchaguzi mkuu wa hivi karibuni. Waraka wa ombi kwa ICC linamtuhumu Rais Samia Suluhu Hassan na maafisa wengine wa ngazi za juu kwa kuhusishwa moja kwa moja na vifo vya raia wakati wa maandamano ya baada ya uchaguzi. Kwa hivyo habari ile ambayo tumeipokea ni wazi kwamba kuna muungano wa wanasheria, mawakili kimataifa wamejumuika pamoja na kuandika kesi na kuiwasilisha katika mahakama ya ICC ili kumchunguza, ili kesi ifunguliwe dhidi ya Samia Suluhu Hassan kufuatia mauaji ambayo yalifanyika siku ama wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Gazeti hili linaendelea kusema hivi: juma lililopita, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alizindua tume ya uchunguzi kuhusu vurugu hizo baada ya kuwatuhumu wapinzani na mashirika yasiyo ya kiserikali kwa kusababisha machafuko. Ombi la kuchunguza ukatili unaodaiwa kufanywa na serikali ya Tanzania limewasilishwa rasmi kwa ofisi ya mwendesha mashtaka wa ICC mnamo Novemba 13, lakini limetangazwa hadharani leo tu. Kumaanisha hii shughuli, mchakato wa kuwasilisha kesi katika mahakama ya jinai ya uhalifu ICC iliweza kuwasilishwa mapema tarehe 13, na leo ni tarehe ngapi hizi? Acha niangalie, leo ni tarehe 26. Kumaanisha ni karibu majuma mawili jambo hili limekuwa limetulia tu, hakuna yule ambaye amefichiwa siri. Kumaanisha hii kesi iliwasilishwa some 2 weeks ago, lakini sasa limetangazwa hadharani. Kamenuka. Hati hiyo yenye kurasa 82 pia inaelezea kile ilichokiita ukiukaji wa kimfumo na unaoendelea katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, ikiwa ni pamoja na utekaji nyara, mateso kwa watu waliopotezwa
na mauaji ya wapinzani kinyume cha sheria. Kumaanisha kuna yale ambayo yalikuwa yamefanyika hata kabla ya uchaguzi ambao unadaiwa kufanyika tarehe 29 mwezi jana. Mambo ya utekaji nyara. Hayo ni miongoni mwa mashtaka yale ambayo yameandikwa na kuwasilishwa katika kesi hile ambayo imewasilishwa katika mahakama ya ICC. Wanaendelea kusema kwamba ICC bado haijadhibitisha kama itafanya uchunguzi. Tanzania ni mwanachama wa chombo hicho. Ndio, kulingana na sheria za mahakama ya ICC, hata mahakama yoyote ile duniani haiwezi kukuja kufanya uchunguzi, ila tu kesi iwasilishwe pale. Sasa ni mwanzo, kesi imewasilishwa kwa mwendesha mashtaka ICC. Sasa ataangalia kesi hii ambayo iko na ukurasa 82 ili kuangalia ushahidi na iseme sasa tuende Tanzania tuanzishe kesi dhidi ya serikali ya Tanzania ambayo inaongozwa na Samia Suluhu Hassan. Wanamaliza wakisema ya kwamba Rais Samia alishinda zaidi ya 97% ya kura katika uchaguzi uliowazuia wagombea wakuu wa upinzani kugombea. Kumaanisha katika uchaguzi uliopita Tanzania, ni wazi kwamba Samia Suluhu Hassan aliweza kujizolea kura zaidi ya 98%. Kwa sababu Tundu Lissu wa chama cha Chadema aliweza kuzuiliwa, hakuwania kiti cha urais. Yule wa ACT Wazalendo Mpina na haya alizuiliwa, hakuwania kiti cha urais. Ikamkabidhi sasa nafasi Samia Suluhu Hassan kupata asilimia hiyo kulingana na vile tume ya uchaguzi Tanzania ilivyotangaza, licha ya maandamano kutanda siku ya upigaji wa kura kusambaratika hapa na pale, vituo kuharibiwa. Asilimia hiyo hatujui ilitoka wapi. Ni historia ambayo imeandikishwa katika taifa la Tanzania tangu ijinyakulie uhuru mwaka 1961, hasa kwa wale ambao wanachaguliwa katika kiti cha urais. Sawa. Maandamano ya baada ya uchaguzi yalisababisha kufungwa kwa interneti, amri ya kutotoka nje na vifo na kukamatwa kwa mamia ya watu. Makundi ya waangalizi wa kikanda wa kimataifa yalieleza uchaguzi huo kama usio wa demokrasia. Ikumbuke kwamba mambo ya mitandao ilizimwa. Ndio maana tunajiuliza maswali. Ndio maana wanaharakati, ndio maana wanasheria wanauliza swali: ni kivipi kura ziliweza kubeberushwa kutoka eneo moja kuelekea eneo lingine kwa tume ya uchaguzi nchini Tanzania, wakafikisha asilimia ile ya kura ambazo ziliweza kupiwa na mitandao ilizimwa? Ni kivipi majibu yaliweza kutumwa kwa Taring Center ile inajumlisha pamoja? Namba 2, kuna agizo lililotolewa la kutotoka nje, na nimeshuhudia serikali imefikishwa mahakamani Tanzania tena ili kuuliza IGP, Inspector General of Police, aweze kueleza alitoa wapi mamlaka ya kuamrisha curfew nchini Tanzania. Kwa hivyo mambo ni mengi hasa katika taifa la Tanzania tunapozungumza, lakini wazi kwamba kesi imewasilishwa ICC. ICC itachukua hatua baada ya kusoma every page, kisha baadaye watafungua kesi dhidi ya serikali ya Samia Suluhu Hassan. What do you think? Je, unaunga mkono kesi ambayo imewasilishwa katika mahakama ya ICC? Tutaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufika hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi na kukuelezea yale ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you are watching but you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button. This is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload any new video clip, you'll be notified automatically that we have uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content also at our WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Mokenya TV. Be blessed by our super being of Heaven. Let's meet in the next video.
Bye bye.